Na somo ambalo tunakwenda kujifunza leo ni kuushinda ufalme wa giza. Amina, kuushinda ufalme wa giza. Wewe ni mtoto wa Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu. Sasa tunawezaje kuushinda ufalme wa giza? Maana ya ufalme wa giza maana ni ufalme unaotenda kazi gizani. Tunaelewana? Ndio maana ya ufalme wa giza, ufalme wa shetani ndio ufalme unaotenda kazi katika giza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu ufalme ambao unatenda kazi katika giza, ufalme wa shetani, unapokuwa umeokoka, unapokuwa umemwamini Yesu, sasa unawezaje kuushinda? Ndilo somo ambalo tunakwenda kujifunza. Haleluya! Maana vita vyetu si juu ya damu na tunaelewana. Kwa hiyo tunapambana na falme za giza, ufalme wa giza. Kuna ufalme unatenda kazi katika giza, manake ni ufalme usioonekana, unatenda kazi katika uharibifu. Sasa tunawezaje kuushinda ufalme huo? Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ili uelewe ni nini Mungu anasema. Kwa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, tuangalie Mungu mwenyewe kama mwanzo wa kujifunza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo tunaona na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, halafu roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tunaelewana? Kwa hiyo giza lilikuwa limetanda, lakini roho wa Mungu akatulia humo kwenye giza. Jamani, tunaelewana kwamba giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji, lakini roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Manake roho ya Mungu ilikuwa imetulia, lakini giza bado limetanda. Lakini Mungu wakati sasa roho yake imetulia juu ya uso wa maji, alikuwa na ajenda yake. Tunaelewana? Alikuwa na plani yake kwenye hii dunia, alikuwa na mipango yake, alikuwa ana miradi ambayo anataka iweke katika dunia. Alikuwa na mpango wa kuitenganisha bahari. Tunaelewana? Alikuwa na mpango, kwa sababu alivyokuja kuumba sio kwamba vilitokea tu pale, ni kitu alikuwa ameshakiandaa. Alijua siku ya kwanza nitaumba hiki, siku ya pili nitafanya hiki, siku ya tatu, siku ya nne mpaka mwisho. Kwa alikuwa na mipango yake aliyokuwa anataka kuifanya, lakini akaja juu ya uso wa. Haleluya! Sasa giza limetanda, ana mipango yake anataka aifanye. Anafanyaje? Huyo ni Mungu. Tunaelewana? Anataka atenge nchi kavu, aweke mradi wa matunda, atengeneze bustani yake. Alikuwa na mpango wa kuweka mradi wa bustani ya Edeni. Alitaka ipate Edeni, lakini juu ya uso wa maji hata nchi yenyewe haionekani. Halafu ni giza. Bwana asifiwe. Lakini mpango wake lazima hapa nipate bustani ya Edeni. Kuna vitu ambavyo lazima tuelewe, haviji kwa sababu unaviona, vinakuja kwa sababu viko ndani yako. Haleluya! Yaani hauoni kwamba kuna nchi ambayo naweza nikaweka bustani, hauoni kwamba kuna kitu naweza nikakifanya kikubwa, lakini ndani yako kuna mpango unao ambao mazingira ni kama yanaonyesha kama haiwezekani. Tunaona? Yaani kuna giza, halafu unataka utengeneze bustani ya Edeni, halafu kuna maji. Yaani hata bahari yenyewe maji yamefunika uso wa nchi.
lakini Mungu ndio hapa na tunasoma akili zake hazichunguziki. Haleluya! ufahamu wake hauelezeki. Sasa kulikuwa na giza limetanda, roho ya Mungu ikatulia. Lazima wakati unapotaka kufanya vitu utulie kwanza. Haleluya! maana nasema roho ya Mungu ikatulia, usikurupuke, kwa sababu huu ulimwengu huu yuko Mungu wa dunia hii. Tunaelewana? Hii dunia nasemea hapa kwenye uumbaji, lakini hata leo Mungu wa dunia hii ni nani? Ni Shetani, na Shetani ndiye mfalme wa giza. Kwa hiyo ametawala. Kuna giza limetanda kwenye dunia hii. Unapotaka kufanya chochote kwenye dunia ambayo Mungu wa dunia hii ni Shetani, lazima uwe na uwezo wa kutulia. Tunaelewana? Unataka ufanye biashara, lakini ni katika dunia ambayo kuna Mungu wake, na huyo Mungu ni wa giza. Kwa hiyo giza limetanda, unataka ufanye kitu kikubwa, maana lazima utulie. Hata roho ya Mungu ilitulia. Haleluya! roho ya Mungu ikatulia, maana Mungu anaanza kupiga hesabu zake. Nafanya nini? Sio unakurupuka tu kwenye maombi, nataka nifanye. Lazima ukae chini, utulie kwanza unapotaka kufanya chochote. Bwana asifiwe. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, lakini giza limetanda. Lakini ana mradi wake, alishapanga na mpango kwamba kwenye ile bustani ya Edeni nitaweka na mfanyakazi ailime, aitunze. Jamani, tunaelewana? Alishaandaa mpango kazi, alishaandaa kwenye anga hii, nataka niweke ndege wa kuruka. Ni mradi anataka aweke, na ameshapanga juu ya nchi kavu. Nikishaitengeneza, maana kuna nchi kavu natakiwa iwepo, halafu niweke wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini. Haleluya! ni mradi anataka atengeneze jambo kubwa ambalo hakuna ufalme wowote unaweza kufanya. Haleluya! Sasa wakati anapanga hayo, wakati ana mipango hiyo, anakuja roho yake inatulia juu ya uso wa maji, alafu giza. Haleluya! yaani wakati ambao unaleta mpango wako kwamba ni mpango wa kufungua kanisa, ni mpango wa kufungua biashara, ni mpango wa kufanya jambo lote, wakati unakuja unasema nitaweka wafanyakazi 2 au nitaweka mtajiri wafanyakazi 10, nitakuwa na kiwanja kikubwa, nitakuwa na jengo kubwa, kanisa litakuwa kubwa. Wakati una mipango hiyo yote, unashuka uanze kazi, unakuta ni maji yamejaa, alafu giza. Unaweza kujenga juu ya maji? Unaweza kutengeneza bustani juu ya maji? Jamani, haleluya! Kwa hiyo ndio mfumo wa dunia ulivyo. Mambo yote ambayo mwana wa Mungu anapanga kuyafanya, huwa dunia haitoi uwezekano. Yaani ulimwengu hautoi uwezekano kabisa. Ukisubiri dunia ikuruhusu kwamba sasa kiwanja hiki hapa, sasa nchi kavu hii hapa, bahari hii hapa, hautaona ikiruhusu. Bwana asifiwe. Hautaona. Ndio mfumo wa dunia. Huyo wakati Mungu anataka kufanya huo mradi, anataka apate bustani ya Edeni, anataka afuge ng'ombe wawepo, swala wawepo, tembo wawepo, lakini wakati huo maji yamejaa. Tafuga tembo kwenye maji? Haleluya! Ndio mfumo wa dunia, ndio mfumo unavyoenda. Dunia huwa haikuruhusu. Unaweza ukangoja kwamba hebu pengine dunia itaniruhusu, lakini hapana. Mfumo wa dunia una namna yake, una mfalme wake ambaye ni wa giza. Shetani ndiye mungu wa dunia hii. Haleluya! Sasa wakati kama huu Mungu anatoa mfano. Wakati anaumba, anakutana na giza limejaa, hakuna nafasi ya kumweka mwanadamu. Kuna ushindi kwanza lazima upate kabla ya kuweka mipango yako. Haleluya! kuna ushindi lazima upate, na ushindi huo usifikiri unaokuta umetengenezwa, unautoa ndani yako, unauleta nje. Sababu Mungu wakati anataka kuumba,
nataka kuumba. Giza lilikuwa, akatulia. Roho ya Mungu ikatulia humo kwenye giza kwanza. Yani unaenda pale pale ambapo unaona hakueleweki, unatulia kwanza. Haleluya. Unaenda kutulia pale pale ambapo unataka kuanzisha kanisa, unatulia. Unataka kuanzisha biashara, unatulia kwanza hapo, halafu unaanza mahesabu. Haleluya. Pale pale ambapo unataka kujenga, unaenda unatulia, ndio utapata mafunuo. Unaweza ukiwa nje ya maeneo ambayo unataka kufanya kazi yako, kuna mambo utayaona. Kwa hiyo Roho ya Mungu ilipotulia juu ya uso wa vilindi vya maji, alikuja sehemu ambayo anataka anze kazi. Ukitulia kwenye kiwanja chako ndio unaanza kusema, hapa nikileta tofali ngapi hapa si ninajenga. Haleluya. Hivi hapa sinaweza kuanza na hiki. Hivi sinaweza nikafanya na hiki. Hapa siwezi nikatengeneza na frame ya duka. Hivi hapa siwezi kuna vitu unavipata unapotulia kwenye eneo lako ambalo unataka utengeneze vitu vyako. Haleluya. Kwa Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kuna vitu lazima utafakari ukiwa umeshika dokumenti yako ya mpango. Haleluya. Ya unakamata mpango wako kwamba nataka nifanye hiki, halafu unakuna usoma, umetulia kwanza kwamba nataka nijenge hiki, nataka nifungue hiki, nataka nifanye hivi, unatulia. Na wakati umetulia na huo waraka, unaona giza. Yani huoni pa kuanzia, huoni pa kuishia, huoni uanze na kipi, huoni ufanye nini. Haleluya. Roho ya Mungu ikatulia kwanza. Hata kama huoni cha kufanya, tulia kwanza, kitapatikana. Kwa hiyo Mungu huwa anasema katika utulivu. Kuna vitu ambavyo usipotulia kwanza, Roho wa Mungu akakufundisha ukatulia, wewe kila muda unataka jambo lianze haraka haraka, tulia kwanza, Mungu akufundishe. Haleluya. Usianze kuomba yale maji yageuke kuwa nchi kavu. Hapana, kuna kanuni yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu unapokosa utulivu, manake hauelewi uombe nini. Mungu alianza aliangalia hapa, nifanye kushinda ufalme wa giza. Mimi nataka tuje kwenye hiki kipengele cha giza, kwamba giza limetanda, lakini Mungu alikuwa na mipango. Yani wewe una mipango, lakini dunia hii, ukweli, Mungu wa dunia hii ni Shetani. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili, nenda hapo usome Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 4 na mstari wa 4, anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Mungu wa dunia hii amepofusha. Kwa nini? Maana amewafanya vipofu. Tafsiri yake ni wagiza, ni mtendakazi wa ufalme wa giza. Tunaelewana? Mungu wa dunia hii. Kwa hiyo dunia hii na Mungu wake ambaye kazi yake ni kuileta giza. Kwa unapokuwa na mipango yako unataka kuifanya, lazima utulie kwanza. Usije ukasema, Mungu wewe ni Mungu mwenye nguvu, naomba ili jambo. Tulia kwanza. Uko kwenye dunia, na mwenye dunia, Mungu wa dunia hiyo yupo. Haleluya. Kwa sababu Adamu alipofeli ule mtihani, aliposhindwa kukana maelekezo ambayo Mungu alimwambia kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, matunda ya mti ule usile. Aliposhindwa, manake yale mamlaka Shetani ndio akapewa. Haleluya. Kwa Shetani ndiye akaitwa Mungu wa dunia hii, ambaye ni mfalme wa giza. Sasa hii nchi, hii dunia, mifumo inayoendeshwa kwenye dunia, ndio maana kuna wakuu wa giza katika anga, juu ya nchi, baharini. Lakini nchi kavu alitengeneza Mungu, anga aliligawa Mungu. Jamani, tunaelewa? Bahari alitenga Mungu. Kwa nini Shetani anafanya kazi? Baharini wamejaa majini. Katika nchi kavu madhabahu za giza, ibada za kishetani. Kwa nini anakaa na anatulia? Hakuna mtaa usio na wachawi. Haleluya. Lakini nchi alikuwa ameitengeneza. Angani huko kuna pepo wabaya, huko kuna wakuu wa giza walioketi huko kwenye anga. Kuna malkia wa anga
Ukisoma hata Danieli yule mkuu wa Uajemi, zile ni roho ambazo ziko angani, lakini anga alitengeneza na shetani si Mungu. Lakini yule Mungu wa dunia hii, anguko la Adamu lilimfanya akamiliki kwa kuanzia angani kuja nchi kavu kwenda baharini, amekaa. Jamani, tunaelewana? Sasa hapa sio kwetu. Angalia Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20. Wafilipi 3, fika hapo haraka, 3:20. Kwa maana sisi, Wafilipi 3:20, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Tunaelewana? Wenyeji wetu kwa kwa sisi hapa duniani ni wageni. Kwa hiyo dunia imeshahamishiwa mamlaka, manake mamlaka ya kidunia shetani. Ndio maana usishangae watu wanaenda kwa shetani, anamwendea shetani, anatoa mtoto kafara, halafu kesho anakuta ana utajiri mwingi. Usishangae, kwa sababu Mungu wa dunia hii ndiye amemtajirisha. Yaani ni kama amekuwa mwenyeji sasa wa dunia, lakini ni kwamba anapata hasara ya nafsi yake ambayo ina thamani kubwa kuliko hata utajiri wowote ambao shetani anao. Haleluya! Unasikia, kwa nini mtu ameenda kwa mganga tu, amechukua vidawa ameweka dukani, halafu duka lina yani ni kawaida. Yani duniani hapa hivyo vitu ndio vyenyewe. Yani ni kama unachukua mpira wa kucheza ule, unauweka kwenye mteremko, tunaelewana, halafu unauachia hivi, unahitaji nguvu kushuka ni kama unapomwaga ndoo ya maji kwenye mteremko, unahitaji kuyasukuma maji ya teremko. Unapojiambatanisha, ni rahisi kujiambatanisha na mifumo ya dunia, ni rahisi sana, halafu inaonekana kama ni nyepesi. Ndio maana hata Yesu alisema njia ni pana iendayo wapi? Upotevuni, nao waingiao kwa mlango huo ni wengi, kwa sababu ni rahisi. Unajua njia pana ni unaenda umejiachia. Haleluya! Sasa unapotaka kuweka utawala wa kimungu katika dunia, ni sawa na unarazimisha mpira. Unajua mpira uko chini bondeni, unataka uvuke mlima uende ukae kileleni, lazima nguvu. Tunaelewana? Mpira kuutoa juu, kuushusha chini, yani mfumo wa dunia ndivyo ulivyo. Ukitaka kutajirishwa na mfumo wa dunia, ni sawa na kutoa mpira juu kwenye kileleni, kwenye mlima, unauachia tu, unateleza. Wewe achia tu kafara ya mtoto uone. Wewe toa kafara tu, ni kama ni rahisi. Lakini unapotaka kutajirishwa na Mungu, unapotaka kufanikishwa na Mungu, ni kwamba unaotoa mpira bondeni uende juu mlimani, inahitajika nguvu. Haleluya! Kwa hiyo usije ukajiuliza kwa nini huyu ameenda kwa mganga. Unashangaa amekuaga, anaenda kwa mganga kutafuta vidawa vya kuweka dukani. Unashangaa wateja wamekuja, lakini wanakuja, ila yeye ana hasara ya nafsi yake, mwisho wake ni mbaya. Unaelewana? Kwa hiyo usije ukadanganyika, anaenda kule, anatoa kafara, anapewa misukule miwili, inakuja inavuta wateja, italeta misukule wenzake pale, italeta wafungwa wenzake pale. Unaona wateja wamejaa, na unasema kumbe kwa shetani kuna nguvu. Sio kuna nguvu, amejiunganisha na dunia. Ni kama sio kazi, kwa sababu mfumo wa dunia uko hivyo, unawaruhusu waovu. Yani kama wewe unamtaka shetani, yani dunia inakusukumiza, inakusaidia, inakupa mpaka kukusaidia. Unaenda kwa mganga, unashangaa unakusana na mtu anakupa milioni 10. Yani dunia ndivyo ilivyo, inakutelezesha tu. Lakini anguko la mwisho ndilo baya kuliko kila kitu ulichopewa. Sasa ni vitu ambavyo lazima uvielewe kwamba kuna Mungu wa dunia hii, halafu sisi tulioamua kumwamini Yesu, manake sio wa dunia hii. Tafsiri yake kuna mwenye
ambaye ni mtawala wa dunia hii. Haleluya! Kumbe sisi ni wageni. Unajua maana ya mgeni? Kwenye nyumba yoyote ambayo unaweza, hapo vipi, hapo ni kwako, hapo naambia mimi ni mgeni hapa, maana yake kuna mwenye nyumba. Tunaelewana? Kama sisi ni wageni hapa, kuna mwenye napo. Ni nani? Shetani. Ametawala angani, nchi kavu, baharini, kote. Ukienda baharini, majini yako kule, kila kitu kule, kuna kambi ziko, kuzimu iko kule. Nchi kavu ndio kuna sehemu nakuta wamekaa ni wachawi, vikao vinaendelea, wanatoa kafara. Angani ndio balaa kabisa huko, ibada zenye nguvu ambazo zinalaani maisha ya watu ndio zinafanyika huko. Sasa kama nchi kavu, shetani yupo; baharini, shetani yupo; angani, shetani yupo. Niambie hapo. Haleluya! Yesu mwenyewe alipokuja, tunaelewana? Alipokuja wakati anataka kuanza kazi sasa, kwanza alipozaliwa, unajua mamajusi waliona nyota, tunaelewana? Waliona nyota, maana yake kuna nuru ilikuwa inakuja kuzaliwa. Kuna nuru iliwatikisa watu mpaka Herode akachanganyikiwa. Kwa nini? Mfumo wa dunia hauruhusu ufalme wa nuru ambao ni wa Mungu kutenda kazi. Yaani wewe kama umeokoka, fungua biashara yako uone wanavyokushambulia. Mpaka unajiuliza, mbona yule yeye, mbona wamemwacha? Wanaenda, utashangaa jina lako liko njia panda, wamekuchora mtaji wenyewe 20,000. Wanachanganyikiwa jamani, tunaelewana? Kwani kwa sababu dunia wanakushangaa mgeni. We mgeni unakuja kwenye dunia yetu, tena unataka utawali. Uliona walivyokuwa wanamfanyia Lutu. Wewe ni mgeni, unataka kujifanya una mamlaka. Yaani we mgeni, ulishaona sehemu yoyote mgeni anapewa nafasi ya kutajirika? Yaani wenyeji wakuone tu, wamekaa wao wanakula mlo mmoja, wewe umekuja juzi tu, umefungua maduka, umenunua pikipiki, umefanya nini? Wenyeji wapo, ulishaona wanashangilia. Haleluya! Kwa hiyo ndio maana kama umeokoka, ukitaka kufanya jambo wanashangaa huko una Biblia, yani wanakushangaa. Hujawahi kuona? Yani uwe dukani alafu wakute unasoma Biblia, yani wanakushangaa. Wewe unasoma Biblia dukani? Yani mitaani uko unasema yule mlokole bwana. Yeye kinachowashangaza nini? Ulishaona watu wanashangaa Bongo Flava dukani? Bongo Flava ulishaona wanashangaa? Hawashangai. Lakini wakisikia nyimbo za dini mpaka wanageuka, mtu anageuka anamwangalia, huyo mwenye hili duka ni nani? Jamani, haleluya! Yaani wanaona kama ni mgeni, kama kwenye hii dunia hatuna watu wa aina hiyo. Dunia ina mfumo wake ambao sio rahisi kwa mwana wa Mungu. Lazima ujue ukweli, kwa sababu unaweza ukaishi unanung'unika, unasema Mungu hawezi. Hapana, Adamu alishaanguka. Tunaelewana? Alishaanguka, ile mamlaka shetani akabeba yote. Angani yupo malaika aliyezuiliwa ili kuja kwa Danieli, alikuwa ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Tunaelewana? Yaani malaika ametumwa na Mungu, lakini akazuiliwa na mkuu wa Uajemi. Akazuiliwa, ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Inawezekana hata baraka yako ikazuiliwa, inawezekana kama usipokomaa kwenye maombi, kwa sababu dunia hii hairuhusu kabisa baraka kushuka kwako. Ndio maana uwe mwaminifu kwa Mungu, utii sheria ya Mungu, uwe vizuri na Mungu kweli kweli. Yaani ukivunja sheria ya Mungu, yaani kuzuiliwa baraka yako ni rahisi sana. Ndio mfumo wa dunia ulivyo. Haleluya! Hata Yesu alipozaliwa, mamajusi wanaenda mwambia Herode, kuna nyota tumeiona, maana kuna nuru imekuja. Hii nuru sio ya kawaida hii. Herode anachanganyikiwa. Kwa nini? Mfumo wa dunia hauruhusu nuru, na wewe ambaye ni nuru ufanye mambo yako makubwa.
Ndio maana Herode mpaka alichanganyikiwa alipoona mamajusi amewambia, nendeni mtaniletea habari kwamba Yesu amezaliwa wapi. Akaona hawajarudi, akaagiza majeshi. Yaani unapokuwa ndani yako unataka utengeneze kitu ambacho ni cha nuru, usishangae unagombana na mamlaka, unagombana na majeshi, yaani kila kitu kinakuja kukusonga. Usiposimama ukafikiri hapa ni kwenu hapa sio kwetu. Haleluya! Hapa sio kwako, hapa wewe ni mgeni. Mgeni muda wote anajihami kwamba najua wenyeji wa mji hawa ndio wana miungu. Wakati wana wa Israeli wanaingia Kanaani, wale wenyeji walikuwa na ibada za hovyo, walikuwa na ibada ambazo hazieleweki. Wenyeji ndio wana historia ya kimazingira, ndio unakuta wana miungu ya mababu na mababu. Huwezi ukawa ni mgeni ukawa na miungu ya mababu. Wewe mababu walikuwepo hapo. Haleluya! Herode anachanganyikiwa, huyu ambaye nyota hii ambayo inakuja, mpaka tuma askari, hebu mkaue watoto wote kuanzia miaka 2 kushuka. Walikufa. Yeye unashangaa wanagombania nini? Yaani mfumo wa dunia umeshangaa, hii nyota imeshaingia duniani, Yesu amezaliwa. Yaani wanashangaa alipitia wapi? Kwa sababu mfumo wa dunia hauruhusu. Bwana asifiwe. Wakapambana lakini wakashinda. Sasa Yesu, angalia, wakati anataka kuanza kazi ndo kazi ikaanza. Sasa wakati anataka kuanza kazi ndo kazi ikaanza. Shetani akaona ni kama kuna mtu ambaye anataka kuweka ufalme wake duniani. Haleluya! Anataka kutengeneza ufalme wake duniani, halafu anataka azae wafalme duniani, kwa sababu mimi na wewe tumefanyika ufalme. Haleluya! Wafalme na makuhani. Herode shetani akagundua, mbona ni kama kuna anayetaka kutengeneza wafalme wengine wakati mimi ndiye mfalme hapa duniani. Wewe ni ukuhani wa kifalme, mtu wa miliki ya Mungu, taifa takatifu. Haleluya! Wewe akashangaa, mbona kuna mtu yumo ni kama anataka kujenga himaya yake, anataka kutengeneza ufalme wake hapa. Ni nani? Shetani akamuona Yesu yule kule anafunga siku 40. Kwa siku 40 ziwani mwache. Maandiko yanasema alipofunga siku 40 mwisho akaona njaa. Shetani akamfuata. Kuna jambo ambalo alimwambia alipompeleka kwenye kilima juu, akamwambia ukianguka na kunisujudia, hii miliki yote ya ulimwengu nitakupa. Haleluya! Tafsiri yake nini? Kwamba huu ulimwengu, hii fahari yote ya ulimwengu iko chini yangu mimi. Kwa hiyo ukianguka chini ukanisujudia mimi nitakupa hivi vyote vinavyopendeza. Akawa anaangalia fahari yote, nitakupa vyote. Tafsiri yake ni utajiri wa dunia ambao ameutawala ni nani? Shetani. Wewe usishangae hata siku moja mtu ametoa kafara katoto kake, halafu nakuta duka wateja wengi. Ameenda kwa shetani. Asikudanganye mtu, mganga wa kienyeji ni mawakala wa shetani wanaotembea duniani. Kwa shetani ndiye ameshikilia fahari ya dunia. Wewe mtu anapoenda kwa shetani unashangaa, chukua utajiri huu, anakupa haraka, lakini anajua ameshika nafsi yako yenye thamani kuliko chochote. Bwana apewe sifa. Shetani ndiye. Jamani, uliona Yesu alimwambia kwamba we shetani, hivi sio vya kwako. Uliona Yesu anakataa? Hakukataa. Ni kweli fahari ni za kwake. Sasa wewe ambaye umeokoka unataka utengeneze fahari yako duniani. Tunaelewana? Yaani wewe uwe na maisha ya kifahari. Jamani, huu kweli ujue sio rahisi. Amina. Yaani sio rahisi, kwa sababu yuko mkuu wa giza, Mungu wa dunia hii ambaye ameshikilia fahari. Sasa wewe ni mgeni, unataka ufanye biashara halafu ifanikiwe. Manake wewe ukifanya chochote si unakuta ule utajiri wa watu wake. Tunaelewana?
kwa sababu mali ya mtu mwovu ni akiba ya mwenye haki. Tunaelewana? Maandiko yanasema utajiri wa mkosaji, mali ya mkosaji ni akiba ya mwenye haki. Kwani unapofungua biashara unauzia watakatifu tu? Tunaelewana? Unapofungua kanisa utaokoa watakatifu tu? Si unachukua wakwake ndo wanaokoka? Haleluya! Kwa hiyo unakuwa na matokeo ambayo yanaanza kutoa ile fahari ya duniani ambayo Adamu alitakiwa aimiliki, unaanza kuichukua. Ni rahisi. Ndio maana Yesu alisema mtu hawezi kuviteka vyombo vya mwenye nguvu asipomfunga kwanza huyo mwenye nguvu. Yaani hauwezi ukauteka utajiri wa dunia hii usipomfunga na kumuweza mwenye utajiri wa dunia hii, mwenye fahari ya dunia hii. Bwana asifiwe. Huo ni mfumo sasa, na kuonesha mazingira na ugumu wa kufanya kitu kwenye dunia hii na mifumo ya dunia hii ilivyo. Kwa hiyo hata Mungu wakati anataka kutengeneza projekti yake duniani, ile projekti yake akakutana na giza. Sasa una projekti yako, una mpango wako, unataka uweke duniani kwamba nifungue hoteli kubwa ya kimataifa. Wewe lazima uwe na Mungu aliye hai kweli kweli, sio mguu mmoja ndani mwingine nje. Ndio maana Yesu alisema chagua uwe moto au uwe baridi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na maana kubwa kwamba kama umeokoka, okoka kweli, usitanie. Kuna Mungu wa dunia hii anakuja mzima mzima, haji nusu nusu. Kama hujasimama, biashara anapita nayo inaisha, wateja anafunga milango, hakuna wateja wanaingia, halafu anaangalia unamfanyaje. Dunia ni ya kwake, wateja ni wa kwake. Sasa wewe mpendwa, wewe unataka wateja humo kuna walevi, kuna wazinzi, kuna waovu, kuna waoga, si wa kwake? Si wako kwenye utawala wake? Sasa kuwafunga ni kazi, sababu wanatoka gerezani, maana ni wafungwa wa kwake. Wanatoka gerezani wanakuja kununua kwako, naomba juice, naomba mchele, ni wa kwake. Sasa wewe hauna nguvu za kumshinda, anapiga roki. Leo amwendi pale, kuna mtu wangu amefungua biashara, nendeni kule alafu ametoa na kafara we haleluya. Hivyo ndivyo dunia ilivyo. Manake lazima uwe na uwezo. Akisema kwamba msiende, anashangaa ndo wanaelekea huko kwako. Bwana asifiwe. Manake una nguvu kuliko maneno yake. Kuna kitu unatakiwa uwe nacho kuliko shetani. Asilimia zaidi ya 90 ya dunia ni watakatifu. Haleluya. Wewe fungua biashara tu, hata anza kutengeneza mandazi, halafu uone unaowauzia kama wanasali au wameokoka, wanampenda Yesu. Wewe angalia tu, utakuta huyu ni hata kanisani hajui, Biblia haijui, ndiye anakupa 1000 anachukua mandazi. Haleluya. Unaenda huku, mwingine unapishana naye kwenye baisikeli, mwingine hata hana Yesu moyoni, hana kabisa, hajawahi kuokoka na kuokoka hajui, ndio anakupa 500 na unasema Yesu asante. Unafikiri 500 yana aliyekupatia ameokoka? Tunaelewana? Kwa hiyo anayekupatia 1000 ni mwenye dhambi ambaye yuko chini ya mamlaka ya shetani. Halafu wewe unataka ufungue biashara kirahisi, hata Mungu wako hauko naye vizuri. Wakati mwingine hata hiyo fungu la 10 ambayo Mungu anataka hata Mungu simpe, halafu unataka wewe yaani kwenye faida ambayo unaipata, hata ile sehemu ya 10 ili kumuunganisha Mungu na biashara yako wala hutaki, halafu Mungu wa dunia umwezi labda uwe naye yeye, mkubaliane na yeye, uende naye ili upate hasara ya nafsi yako. Na hapa sasa ni jehanamu ya moto wa milele. Bwana asifiwe. Sasa yeye, wale wenye dhambi wote, wewe nunua hata daladala au kosta, nunua, halafu weka barabarani, uone kama wanaopanda wanapanda wakiwa na Biblia.
Wanapanda watu, unakuta mtu kalewa kabisa, ila ndo anaingia. Atakupa 1000 yake, atakupa 2000, utashukuru Mungu. Tena siku hiyo ukipata mapato mengi, unapiga na magoti, unamwambia Yesu, nakushukuru, mwezi huu nimekusanya hela nyingi. Hebu tafakari, walioileta ni watu wameokoka? Ni watu ambao wanashinda huko kwenye ulevi, kwenye uzinzi, kwenye kazi za shetani, wanatumikishwa, wameteseka, wanaumia katika dhambi. Kwa shetani ana uwezo wa kuwageuza akawapeleka. Kuna nani ana misukula amenunua kwangu huko, amechukua misukula anampelekea wote. Kwa sababu sasa wewe una nguvu kuliko yeye, kwa sababu usipokuwa na nguvu kuliko yeye, maana atafunga wateja wako. Haleluya! Kuna kitu ambacho Mungu anataka kufundishe, anatufundisha kwamba kwenye ulimwengu huu, katika dunia hii, kuna namna ambayo lazima tutambue ukweli na tujue cha kufanya ni nini. Na Mungu anatufundisha leo namna ya kushinda ufalme wa giza. Bwana asifiwe. Yaani ukiwa umeokoka vizuri na una Yesu, ukinunua gari wanashangaa. Halafu wanakukuta huko mtaani unapiga injili. Yaani wanakushangaa kweli kweli. Yaani umepiga suti yako, halafu na gari lako, halafu unahubiri injili. Yaani watu wanakushangaa. Lakini umepiga suti, halafu umelewa zako, yaani watu wanaona kawaida sana. Haleluya. Yaani unatokea ba na gari, yaani vitu vya kawaida. Ndio mfumo wa dunia. Lakini kuna jambo Mungu anataka tulielewe leo, namna ya kushinda huu ufalme wa giza ambao umeiteka dunia. Haleluya, umeiteka dunia. Angalia kitabu cha Yohana 15 mstari wa 18 na 19. Yohana 15, Yohana mtakatifu sura ya 15. Fika mahali hapo haraka, mstari wa 18 na 19. Anasema, iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. 19, kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu wachukia. Yesu anasemaje? Ninyi si wa ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu huu sisi sio wa hapa. Tafsiri ya kwamba sisi sio wa hapa, maana yake sisi hapa ni wageni. Wenyeji wetu uko wapi? Mbinguni. Ndio maana Yesu alikuja hapo akasema, ngoja nikaandae makao mengine. Kwa hiyo sisi hapa sio makao yetu. Yesu aliamua kwenda kuandaa makao mengine, kwa sababu hapa pote unapopaona, aliye Mungu wa dunia hii, mtawala, sio Mungu, ni shetani. Mungu wa dunia hii ni nani? Ni shetani. Ndiyo tafsiri, Yesu alienda kuandaa makao mengine. Kwa hiyo kuna sehemu ambako kunatengenezwa, ambako pana standardi kubwa, na kadri unavyomtumikia Mungu ndivyo panaboreshwa sehemu yako. Kwa hiyo huko alienda kupandaa, kwa sababu hapa pamekuwa sehemu ya uharibifu, maana shetani ndiye ametawala. Si kila siku watu kuuana, yani balaa zimezidi, watu wanatoana kafara, watu wanarogana, kila namna, uchawi mwingi, ushirikina mwingi. Kwa hiyo dunia imeshafuka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wa dunia hii asili yake ni dhambi, ni uharibifu. Kwa hiyo imeshatiwa unajisi. Kila namna ya dhambi kwenye dunia hii, kila namna ya dhambi unayojua wewe inafanyika. Tunaelewana? Kila aina ya uovu ambayo Biblia imekataza duniani hapa, kila unachokijua wewe kibaya. Sio kwamba Mungu aliiumba hii iwe hivi, hapana. Lakini Adamu alipovunja sheria ya Mungu, shetani akachukua utawala. Kwa hiyo hapa
tunapoishi, tunajenga, tunafungua kanisa, tunafanya nini? Mtawala, mmiliki halali ni nani? Shetani. Huwezi ukamtoa angani, huwezi. Ndio maana hata wakati Yesu amewatuma wanafunzi wake, kama ulisoma vizuri, waliporudi wakasema ni kweli mapepo yalikuwa yanawatoka watu. Waliwaambiaje? Nilimwona shetani anaanguka kutoka juu mbinguni kama nini? Kama umeme. Hakumaanisha ile mbingu ya Mungu anakuja mbingu, kwa maana hii anga hii. Alimuona shetani anaanguka. Tafsiri yake nini? Kwenye anga hili shetani yupo, lakini Yesu alikuwa anafanya kazi duniani hapa. Sasa kuna siri ambayo Yesu anapaswa kutuonesha, namna alivyofanikisha kusudi la Mungu akiwa hapa. Haleluya! Sasa wewe ambaye kumwabudu Mungu lazima upelekwe kumwimbia Mungu, yani unaimba kama hautaki. Kumsifu Mungu ni kama mpaka ujisikie. Lakini leo utambue kwamba dunia uliyopo, ambayo kila siku namwomba Mungu akufanikishe, ujenge, ufanikishe biashara, ufanye huduma ya Mungu kweli kweli, uwe na uhakika dunia hii, mtawala Mungu wa dunia hii ni shetani. Kama nataka mtu ambaye amegundua, anasema sasa nitakuwa moto. Haleluya! Siwi vuguvugu tena. Usiwe vuguvugu. Umeamua kuokoka, okoka kweli kweli. Yani dhambi iache, weka kando kabisa. Yani usijaribu hata siku moja. Usikosea nijaribu. Ukijaribu umehama tena, umeingia kwenye ufalme wa shetani, ufalme wa giza. Bwana asifiwe. Sasa Mungu wakati anataka kufanya ile project yake, ule mpango kazi, ninajua na wewe una mpango kazi ambao unao. Haleluya! Kuna mawazo ulionayo, kuna wazo labda la biashara, kuna wazo la kihuduma, kuna wazo unalo na unatamani listawi. Mpendwa, dunia hii, Mungu wa dunia hii nani? Ni shetani. Anawatajirisha kila leo wana wa uovu. Yaani mtu unakuta anaenda kwa waganga, anatoa kafara na hafi, na utajiri unaongezeka. Tunaelewana? Yaani hafi, unangoja hili ingekufa, hafi na utajiri unaongezeka. Anainua wengine ni watawala. Unajua kabisa huyu umemwona kwa mganga, nenda kashindane naye kwenye kura za maoni, haupiti. Huyu mbona anakubalika sana, na juzi nilimwona yuko anatambika. Unampita kabisa njia panda, yupo anakuangalia macho na unamwangalia, hakuna kitu. Utamwambia nini? Mtu anavua nguo zote, anazunguka kaburi mara 200 usiku kucha, yuko anazunguka. Halafu nenda kwenye kupiga kura. Sasa amesimama hapa na wewe umesimama hapa, unagombea naye, sijui mwenyekiti, sijui nini. Unashanga, mbona kura zote zinamwendea? Kuna ushindani kwenye dunia hii. Yeye anazunguka kaburi mara 20, wewe unazunguka mara ngapi kwa Yesu? Kwenye maombi unazunguka, unaenda chumbani mwako unazunguka mara ngapi huko unaomba? Katika jina la Yesu ninaombea biashara yangu. Yeye anazunguka mara 200 usiku kucha, yuko anazunguka kaburi, yuko anaimba nyimbo za mizimu. Wewe tenzi, ukifika nyumbani ukifunika, tukutane Jumapili. Biblia unafika ukifunika, unapangusa, unaweka kwenye kabati, unafunga kabisa, tukutane Jumapili. Kwa yeye anamtumikia Mungu wake kwa moyo wake, kwa roho yake, kwa mali yake, mpaka watoto amewasombea huko, anasema chukua. Yesu alisemaje? Tangu Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu hutekwa kwa nguvu, nao
walio na nguvu wauteka. Yani kuna nguvu lazima uwe nayo, nguvu ya maombi, nguvu ya kusoma neno, nguvu ya kukaa na neno ndani yako, nguvu ya imani lazima uwe nayo. Bwana asifiwe. Mungu alijaribu kuwapa sheria kwenye kipindi cha Torati kwamba mwanadamu akishika sheria, akawaambia ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Yani aliwatengenezea sheria nyingi sana, kwamba mtu akikaa kwenye hiyo sheria shetani hana mamlaka, lakini wakashindwa. Sheria zilikuwa nyingi mno, yani mtu kila siku anatenda dhambi, kila siku anamwasi Mungu, mpaka kawaza huyu mwanadamu kuna mahali alitaka kuangamiza kabisa. Sasa wewe Musa, sasa nikuinua wewe, wana wa Israeli ni waangamiza. Alitengeneza sheria angalau kupitia wana wa Israeli watu wamjue Mungu, lakini wao wenyewe wakafeli, kwa sheria ikashindwa kuokoa wanadamu. Tunaelewana? Sasa tuko kwenye kipindi cha neema ambacho ukiwa na nguvu ya Mungu kweli kweli unauteka ufalme wa mbinguni. Haleluya! Unafanya mambo makubwa kwenye dunia hii. Sasa Mungu wakati roho yake imetulia juu ya uso wa maji, anatafakari, nitaanzishaje bustani yangu ya Edeni? Ni mwanadamu nitamuumba, lakini siuoni udongo, ninaona maji na ninaona giza tu lipo. Na mwanadamu nikimuumba atatembea juu ya maji haya. Kwa hiyo wakati ametulia anapiga hesabu, na we nataka leo utulie upige hesabu, halafu mambo yaanze kutokea hatua kwa hatua, ili ujue sasa nifanye lipi, nianze lipi. Tulia ndani ya Roho Mtakatifu. Lakini jambo la kwanza Mungu, ukisoma pale kwenye Mwanzo, tuangalie tena pale mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Tunaelewana? Kwa hiyo Mungu akasema na iwe nuru. Uliona anaikemea nuru, giza? Jamani, uliona giza analikemea? Hapana. Yeye alileta nuru tu, halafu giza likabaki. Kwa giza lilikuwepo tu, manake lilikuwepo tayari, ni sehemu yake, lipo. Lakini roho ya Mungu imetulia mle kwenye giza. Mungu anaangalia nitafanyaje sasa hapa. Yaani huwezi kuibadilisha dunia, huwezi kubadilisha watu wakampenda Mungu wote. Wewe ndio mpende Mungu. Haleluya. Kwa Mungu akasema na iwe nuru, halafu giza akalitengea muda kwamba lenyewe liwe usiku, halafu nuru iwe mchana. Yaani wewe unapotaka kufanya chochote kwenye dunia hii, hauwezi kumng'oa shetani eti na muangamiza shetani. Shetani hafi. Kuna watu nakuta wanauliza, sasa Mungu mbona alimruhusu shetani? Kwa nini asingemuua? Hafi. Ana hukumu ya milele. Haleluya. Kwa hiyo kama vile giza lilivyokuwepo, Mungu wala hakulikemea giza, toka na iwe nuru. Halafu nuru akaitengea wigo kwamba hii nuru ikae masaa kadhaa, halafu giza we nenda huko. Haleluya. Kwa hiyo wewe unapotaka kufanya chochote, manake lazima uitengee nuru, kwamba biashara yangu nuru ikae. Haleluya. Lazima utengee nuru, uweke mipaka kwamba kwenye familia yangu ninaachia nuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu lazima uwe na maombi ya kuachilia nuru, kwa sababu ukweli usawi huwezi kuumaliza duniani, huwezi. Haleluya. Yo, Mungu akasema na iwe nuru, lakini giza likaendelea kufanyaje? Kuwepo. Inawezekana shetani akawepo na biashara yako ikawa nuru. Haleluya. Inawezekana shetani yupo na anaendelea kupiga watu, lakini familia yako haipigiki kwa jina la Yesu. Inawezekana, kwa sababu nuru
aliyeiweka Mungu ipo mpaka leo, na wewe biashara unayoianzisha inaweza ikawepo mpaka kizazi na kizazi. Kanisa ambalo Mungu amelianzisha linakuwepo kizazi mpaka kizazi. Lakini giza lipo. Haleluya! Ndio maana ukisoma kwenye nyakati za mwisho utaona jua litatiwa giza. Maanake nuru, ule ufalme wa Mungu utakuwa umeshajiondoa tayari katika dunia. Maanake ni maandalio ya dunia kuteketezwa, kwa sababu nuru ni asili ya Mungu duniani. Haleluya! Yaani uwepo wa nuru ni asili ya uwepo wa Mungu. Unapoona kila siku ina nuru, maanake kila siku Mungu yupo. Haleluya! Hata kama giza lipo, hata kama unatoka ndani unaona kwa jirani kuna msiba, lakini Mungu yupo. Haleluya! Mungu yupo. Ishara ya giza ni kwamba shetani yupo, lakini pamoja na shetani kupiga biashara za watu, inawezekana shetani akapiga za wengine, lakini ya kwako Mungu akaiinua. Haleluya! Anaweza akaiinua. Hiyo nuru ni asili ya Mungu, ni ishara ya Mungu duniani. Mungu aliumba nuru. Jamani, wangapi wanataka leo watembee nuruni? Haleluya! Unataka biashara yako iweko nuruni. Ni uwezekano ambao Mungu ameufanya duniani. Kwamba gizani kuna watu wanafanikishwa. Unaona kabisa mtu anamtegemea shetani, unaona kabisa kwenye duka lake anachoma vitu, unaona kabisa anatoa sadaka, unakuta njia panda. Lakini wewe unaweza ukatoa sadaka kwa Mungu, unaweza ukamwabudu Mungu wako na ukatajirishwa kwa jina la Yesu. Haleluya! Katika dunia hii Mungu alileta ufalme wake kwa ishara ya nuru. Kwa hiyo nuru kuwepo ni ishara ya ufalme wa Mungu kutawala. Ndio maana nyakati zile za mwisho ikishafika, siku ambayo Bwana ataka kuangamiza kila kitu, jua litatiwa giza. Maanake ufalme wa Mungu utakusanywa, uondolewa. Haleluya! Lakini wakati nuru ingalipo, uwe na uhakika tumaini lako lipo. Haleluya! Wakati nuru unayoamka asubuhi unaiona, uwe na uhakika uwezekano wa jambo lolote unaoliomba, maana yake majibu yako bado yapo. Ishara ya nuru ni kwamba hata kama ni mgonjwa kwa namna gani, lakini uzima sio kwamba haupo, uzima upo. Ndiyo tafsiri yake, kwa sababu nuru ipo. Ni kweli magonjwa yapo, lakini uzima upo. Kwa hiyo hata kama unaumwa, hata kama unasikia hali haiko sawa, lakini lazima ujue kwamba kwa sababu nuru ipo, tafsiri yake uzima wa Kristo bado upo. Ninaweza nikapona, nikawa hai, nikaendelea na kazi zangu. Haleluya! Hata kama mipango yako imeenda sivyo, lakini nakuhakikishia ishara ya nuru kuwepo ni ishara ya kwamba inawezekana tena mipango yako ikasimama, mipango yako ikainuka, ukaendelea, ukawa vizuri. Haleluya! Inawezekana kwa sababu nuru ipo. Hata kama kuna mipango ulipanga lakini ikaenda tofauti, lakini kwa sababu naiona nuru, kwa sababu naliona jua linatoa mwanga, manake Yesu bado anaachilia msaada duniani. Bado msaada wa Mungu uko unatembea. Ni wewe tu ufungue mlango, halafu mwite Mungu kwa moyo wote. Uwe na nguvu ya Mungu, uwe na nguvu ya kumwita Mungu, uwe na nguvu ya imani. Hiyo nuru ni ishara ya msaada wa Mungu duniani. Ukisema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa hiyo unapoiona nuru, sio kwamba giza halipo, ila giza limeshindwa. Haleluya! Yaani wakati jua lisipokuwepo kwenye anga hilo, unaona giza, lakini uwepo wa jua sio kwamba giza halipo. Giza limetulia pembeni, ili jua likitua giza linafanyaje? Linarudi. Hata kwenye chumba chako unakuta ni usiku kabisa, lakini ukiwasha taa, sio kwamba giza limeondoka, limeshindwa, limenyong'onyea. Haleluya! Limetulia. Zima taa uone. Hata kama umefunga madirisha na milango, ndio utajua kumbe alikuwa nje. Haleluya! Hata kama umefunga madirisha na milango, unashangaa giza.
Sio kwamba halikuwepo, lilikuwepo, ila limetulia, limesinyaa. Uwepo wa shetani hauna maana lazima usitawi kwenye maisha yako. Shetani anaweza kawepo, lakini umemkaba mpaka ametulia, amenyong'onyea, anaachia biashara yako iende, anaachia uwe mzima, anaachia mipango yako iende, ameshuka, ametulia kimya. Haleluya! Na leo shetani atulie kimya, mipango yako iende kwa jina la Yesu. Anyamaze kimya, afya yako iende kwa jina la Yesu. Haleluya! Hiyo ishara ya Mungu. Hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hiyo Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Hiyo nuru ikawepo, halafu mipango akaanza kuendelea. Sasa akaanza kuendelea na uumbaji. Kinachotakiwa kwenye mipango yako ni nuru kwanza, ujue cha kufanya, kwa sababu unaweza kuwa na mipango mingi halafu hujui cha kufanya. Lakini nataka kwa jina la Yesu kuanzia leo ujue cha kufanya ni nini. Haleluya! Upate mwanga kwenye lile jambo linalokusumbua, upate mwanga pa kuanzia na pa kuishia. Lazima upate mwanga. Haleluya! Kwa nuru ni muhimu sana, manake giza likiondoka linakupa nafasi ya kuanza kutengeneza mipango yako. Giza linapokuwa limetanda kwenye biashara, giza linapokuwa bado limefunga maisha yako, nakwambia unaweza kuwa umeokoka bado, lakini uko kwenye giza. Haleluya! Kwa sababu roho ya Mungu ni nuru, lakini maandiko yanasema ikatulia juu ya uso wa maji. Wakati huo giza ndilo limetanda, mpaka aliposema kwamba na iwe nuru. Kwa hiyo unaweza kuokoka, lakini umo kwenye biashara ambayo imezungukwa na giza. Umeokoka, una Yesu, lakini familia yako imezungukwa na giza. Kwa sababu kama roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji, halafu giza kuli lilikuwa limetulia, manake unaweza kuwa umeokoka, lakini huduma giza limetanda, mpaka utakaposema na iwe nuru. Haleluya! Na leo lazima useme na iwe nuru. Kila kitu cha maisha yako, kuna mipango ulikuwa unaona haiwezi kwenda kwa sababu ya giza, hujui uanzie wapi. Huwezi kujua pa kuanzia, na kama hujui pa kuanzia, manake hujui ufanye nini. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Lakini taa, nuru ikitokeza, unajua kumbe njia hii hapa, nimeteseka muda wote, kumbe njia hii hapa. Na mimi nataka kila mahali ambako palikuwa panakusumbua uone njia, uone biashara ya kufanya, uone mpango wa kufanya, uone kitu cha kufanya, uone pa kuanzia na pa kuishia, kwa jina la Yesu. Haleluya! Nuru, na iwe nuru. Na mimi naashiria nuru. Sema na iwe nuru. Na iwe nuru kwenye mipango yangu, na iwe nuru kwenye familia yangu, kwenye biashara, kila mahali, na iwe nuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na iwe nuru. Haleluya! Mungu akasema na iwe nuru. Na wewe wakati ambao ulikuwa hujui cha kufanya ni kipi, kwa sababu umetamka na iwe nuru, utaona tu mwanga. Haleluya! Mwanga utakujia ndotoni, utaota kuna jambo unataka kulifanya, ukiamka asubuhi nenda ulifanya. Haleluya! Ni ishara ya kwamba nuru uliyoitamka imeshazaa, kuna kitu kinatendeka. Utasikia nuru inakuamsha usiku kwamba amka, omba, ombea mwanao, ombea biashara, ombea hii. Ni ishara kwamba nuru inatenda kazi. Kuna adui anataka kuingia, mpige haraka. Ukiamshwa, amka, amka, anza kuomba kwa jina la Yesu. Haleluya! 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 Utajua njia itafunguka tu, itafunguka kila mahali, utaona mwanga. Mungu akajua, kumbe naweza nikafanya hivi. Nakwambia kuna tumaini tena la kurudi kwenye mipango yako mikubwa. Haleluya! Kuna uwezekano tena, kwa sababu nuru ingalipo, nuru bado ipo. Mungu alivyoileta nuru, nakwambia ukweli, Mungu
alifanya mambo makubwa ndani ya nuru aliyoitegea mchana. Haleluya! Manake ile nuru aliyoiwekea mchana aliona inatosha kuumba vitu vyake. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, ya tano na ya sita, aliona nuru hii, masaa haya yanatosha, miaka iliyobaki inatosha. Haleluya! Miaka iliyobaki mbele yako inatosha. Usione kama ni michache, inatosha. Unaweza ukafanya vitu vikubwa sana. Haleluya! Unaweza. Sababu alitenga tu masaa 12 tu, akasema okay, hapa iwe mchana. Haleluya! Akasema iwe mchana, na akaamini kwamba kwenye hii ninamaliza kazi yangu, na wewe amini kwamba utamaliza. Haleluya! Ile jambo ambalo ndani yako nakwenda kuanza, uwe na uhakika. Usifikiri ni mwanao atalimalizia, ni wewe mwenyewe. Haleluya! Faida utaiona mwenyewe, sio wajukuu, ni wewe mwenyewe utaiona. Haleluya! Wanasema siku ya saba akastarehe, akaanza kuangalia kazi yake. Na wewe kuna siku inakuja utaiangalia kazi yako ukiwa umeimaliza. Haleluya! Paulo anasema mwendo nimeumaliza salama, vita nimevipiga. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba hii biashara nimeitengeneza, wanangu watastawi sana, nimemaliza kazi yangu, kazi ya Mungu nimeifanya. Matunda haya hapa. Haleluya! Atakayeona matunda ni wewe, kwa sababu Mungu ndiye alikaa na starehe, anaangalia kazi aliyoifanya. Kuna kazi unaenda kuifanya na wewe utaiona, utastarehe mahali, utapumzika mahali ukiwa unaiangalia. Umekaa kwenye kiti chako unaiangalia. Haleluya! Unaangalia biashara yako, unaona kampuni yako, unaona uzao wako, unaona huduma, unaona kila kitu kinaenda. Ukikaa unasema Yesu nakushukuru, maana kazi yako inaonekana. Haleluya! Ile ndoto inaishi. Usifikiri kwamba muda hautoshi. Muda unatosha. Haleluya! Muda wako unatosha kufanya mageuzi, unatosha kufanya mageuzi. Haleluya! Na ishara ya kwamba msaada wa Mungu bado upo ni kwamba nuru ile ile ambayo Mungu alimaliza kazi ndio hiyo hiyo na leo ipo. Haleluya! Manake msaada wa Mungu na nguvu za Mungu zilizokuwa zinatenga maji, inatengeneza bahari nyingine nchi kavu, nguvu hiyo hiyo manake bado ipo mpaka leo. Haleluya! Itawatenga maadui wakae kulia, wewe utakaa kushoto. Mambo yako yataenda kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Msaada wa Mungu upo, nguvu ile ile ipo. Sasa kwetu akaja Yesu. Tuangalie Yesu alisema nini. Tuangalie Yohana 9 mstari wa 5. Yohana 9 sura ya 9 mstari wa 5. Anasema mstari wa 5, muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Muda nilipo ulimwenguni, alikuwa anasema wakati bado nipo ulimwenguni mimi ndiye nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alikuja kufanyika nuru ulimwenguni. Alikuwa anamtafuta nani? Kuna mtu alikuwa anamtafuta. Haleluya, haleluya. Angalia Yohana 1 mstari wa 4 na wa 5. Yohana mtakatifu 1 mstari wa 4 na wa 5 anasema, niombe kila moja soma hilo andiko. Yohana 1 mstari wa 4 na wa 5. Pika hapo, ni vizuri ninaposoma na wewe unaangalia. Yohana mtakatifu 1 mstari wa 4 na wa 5 tutasoma, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Haleluya. Yeye ni nuru, halafu ndani yake kulikuwa na uzima, halafu ule uzima ulikuwa nuru ya. Kwa wakati ambao tulikuwa tunateseka katika ulimwengu ukifanya mipango haiendi, sheria imeshindwa kumsaidia mwanadamu, akaja nuru ambaye ni Kristo. Akasema wakati nilipo duniani mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo wakati Yesu alipokuja ndiye alikuwa nuru ya ulimwengu. Ndio maana wakati Yesu anazaliwa, unaona wale mamajusi waliona nyota. Tafsiri manake nuru ilikuwa imekuja ulimwenguni. Haleluya.
Herode akashangaa, ufalme wake ukashangaa kwamba huyu vipi, kuna mtu amekuja, kuna nuru ilikuwa imekuja ulimwenguni. Herode akaweka mipango ya kuipata ile nuru, lakini ikashindikana. Haleluya! Na ile nuru ambayo ni Kristo, anasema ndani yake ulikuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Angalia Mathayo 5:14. Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 14, anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mathayo mtakatifu 5:14, akisha unasoma na wewe. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nje hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Yesu alikuwa ni nuru ya ulimwengu, lakini ndani yake kulikuwa na uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Hebu sema nuru ya watu, nuru ya watu. Haleluya! Kwa hiyo ule uzima uliokuwa ndani ya Yesu ulikuwa nuru ya watu. Yesu akiwa duniani akachagua wanafunzi wake 12 mitume. Kwa hiyo wale mitume akawa anawafundisha, manake ule uzima uliokuwa ndani yake ambao neno lake ndiyo uzima. Kwa hiyo lile neno alipokuwa anawafundisha wale mitume, manake lile neno lake lilikuwa linakuwa nuru ndani yao. Haleluya! Sasa wale mitume wakawa na wao ni nuru. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso 2:20 utakuta sisi Paulo anasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa hiyo wale, manake Yesu aliitoa nuru yake akawabadilisha wale mitume kuwafanya kuwa nuru, kwa sababu lile neno ambalo walikuwa wanasikizishwa wanalisikia kwa Yesu lilikuwa ni nuru. Nasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kumbe unapolisikia neno unaipokea nuru kwa jina la Yesu. Haleluya! Yaani unapolisikia neno ndio nuru inakuja kwenye maisha yako. Wakati unapolisikia neno, nuru ifike kwenye maisha yako. Haleluya! Nuru ifike kwenye biashara, nuru ifike kwenye mpango. Kumbe kina Petro, kina wanafunzi wakati wanatembea na Yesu, wanaenda kuhubiri, hawakujua ya kwamba Yesu ajenda yake yuko na wabadilisha. Vile wanavyosikia neno la Mungu ndivyo wanakuwa nuru ya watu. Sasa wakati akafika mahali Yesu akawaambia kwamba pengine hawaelewi, pengine hamuelewi ninyi wenyewe sasa, kwa sababu mmeshalisikia neno langu, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Haleluya! Ndio wakaamka wakaja, kumbe Yesu ni nuru na sisi tumeshakuwa nuru, na wewe umeshakuwa nuru kwa jina la Yesu. Haleluya! Wakatambua kumbe na mimi ni nuru. Bwana asifiwe. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa vitu ambavyo unapaswa kuvifanya ili upate kushinda ufalme wa giza, maana tumeshaelewa wewe ni nuru tayari. Jambo la kwanza ambalo Yesu, nataka nikuonyeshe kwa kifupi mambo ambayo yalifanya Yesu akastawi, ambayo sisi, mimi na wewe tunapaswa kubeba. Namna ya kwanza ya kulishinda giza ni kuileta nuru. Haleluya! Nuru iwemo ndani yako, kwa sababu Yesu alifanyika nuru ya ulimwengu. Maanake ni lazima na wewe ubadilishwe uwe nuru. Lazima nuru ingie ndani yako. Mungu wakati anataka kufanya mipango yake aliileta nuru. Haleluya! Yaani wakati ambao giza limetanda, wakati ambao mabaya yametanda kwenye maisha yako, mabaya yametanda, ugonjwa umetanda kwenye mwili wako, wakati ambao mipango, giza limetanda, manake jambo la kwanza ilete nuru hapo hapo kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa sababu inawezekana, unajua wachawi wanaogopa sana, hawafanyi kazi nuruni.
Manake ufalme wa giza, mamlaka ya giza hayatendi kazi nuruni. Wachawi wanavyovaa, akitembea mchana hivi kweupe anawanga anakuwa kituko. Paulie wahi kuona wachawi, unajua. Haleluya! Yaani unajiuliza, huyu ndo yule mama kabisa, yule mama yule. Ukimkuta asubuhi amepiga kitenge chake, amepiga rasta zake, yuko na dunda, halafu usiku amejipaka paka marangi hayo, staili anayotembea sio ile tena. Haleluya! Ndio yeye huyu. Hawawezi kufanya kazi yao nuruni. Kuna wakati unapoenda kuombea biashara, unapoenda kuombea lolote, kuna wakati usio unaishia tu kukemea. Kuna muda kama giza ndio limetanda, hauwezi kulikemea. Giza halikemewi. Haleluya! Mungu hatusoi mahali anambia wewe giza ondoka. Giza litaondoka, litakuja giza jingine. Haleluya! Hebu niambie, kwenye chumba chako kuna giza, unaweza ukaliweka kwenye mfuko? Utachukua utachukua nailoni ambayo haipitishi, ukiweka maji hayatoki, utalibeba, utatoka nalo nje, utakuta giza jingine limo tu. Haleluya! Giza halikemewi. Giza liondoke, giza liondoke. Linaondoka wapi? Mungu hakuikemea giza, aliileta nuru. Haleluya! Akasema na iwe nuru. Kuna wakati unapaswa kuomba, unaomba tu siku hiyo, unafunga na kuomba, unaleta nuru. Wewe leta nuru, uone kama mchawi anapita. Mchawi akipita tu nuru anapiga mayowe. Haleluya! Wanaogopa nuru, huwa wanatembea wakijua hamuwaoni, lakini ukiweka nuru ya Mungu, mchawi akikatiza tu wanashangaa ameanguka, anaonekana. Nataka ufike mahali, kama kuna mchawi anakatiza nyumbani mwako, anataka kuharibu, aanguke, halafu amkamate kwa jina la Yesu. Haleluya! Akamatwe. Kama anakatisha kwenye biashara, we leo achilia nuru, funga na kuomba, achilia nuru, muombe Bwana, achilia nuru kwenye biashara. Mchawi anakatiza, alikuwa anajua anakatiza kama siku nyingine, siku hiyo anakatiza, anashangaa watu wanapiga mayowe, wanakusanyika, wanamuuliza vipi, anashangaa kumbe madawa yameharibika, nuru ya Kristo ndiyo imetawala. Haleluya! Jana ogopa nuru. Zile nyungo wanatumia, anavyokimbiza spidi, anavyoenda na mwiko wake chini, mwiko chini, kitu gani anaenda na anapiga mbizi hewani. Yaani ukimwona unajiuliza, huu ungo wanatosha wawili, lakini wamu wamekaa. Sasa hiyo maajabu, utaweza kufanya kazi kweli? Itakuwa kila siku ni vituko mtaani. Haleluya! Itakuwa kila siku ni vituko mtaani. Wewe fikiria, kwa mfano dunia nzima, watu wote wawe na macho ya kuona wachawi. Wachawi wanakaa, yaani unamuona mchawi ndo anawanga, afu naambia wewe fulani, wewe kaa kwanza, na shida na wewe kwanza, na shida na unataka kuondoka, kaa, anarudia kuwanga. Watu wanaweza kuachia uchawi. Haleluya! Na mimi nataka wa kwenye familia yako walio na uchawi wauachie uchawi kwa jina la Yesu, maana nuru unakwenda kuiachilia, na nuru inakwenda kuachiliwa kwenye familia. Walio na uchawi naenda unawaambia, wewe acha kuroga, acha kufanya hiyo kazi. Haleluya! Nuru itawale kwenye familia. Yaani mtu akifika nyumbani kwako na hirizi, anashangaa imeanguka, alafu anajiuliza imeangukaje? Atarudia kuja na hirizi. Haleluya! Nataka kila mtu atakapokuja na mabaya ameashika kwenye mkono, anakaribia nyumbani kwako, anasikia moto, anashangaa yale madawa aliyojipaka, mwisho anaonekana kwa jina la Yesu. Haleluya! Atarudi. Yaani anaona mchawi anakuja, anakuangia usiku, anajua umelala, kumbe unamwona wewe fulani, mkikutana asubuhi atarudi kuanga.
Nataka kuanzia leo wanaokusumbua uwaone, ukisha waona ukamwambia wewe fulani, wewe vipi, nakwambia harudi kuanga. Nataka wanaokuangia kuanzia leo wasirudi tena kwa jina la Yesu. Wanaoangia biashara zako wasirudi tena. Ukikutana nao uambie wewe, nimekuona kwa jina la Yesu, naona unawangia biashara yangu, acha kwa jina la Yesu. Haleluya. Nasema yani nilivyovaa vile aliniona. Ambia nilikuona ulikuwa na nguo hii, ulikuwa umejipaka rangi hii, na ulikuwa ukifua wazi, ulikuwa nina anaona aibu. Na ulienda kaburini ukaa unacheza, unamwambia kabisa, ulienda kaburini ukaa unacheza, ulivua nguo zote. Nasema Mungu wangu, anaweza karudia tena. Nataka waliokuonea wasirudie tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Waliokuonea wasirudie tena. Wakikuona hivi wanaona umewaangalia machoni, huyu ameniona huyu. Haleluya. Za mwanzo walikuwa wanakatiza hapo, wanaona wewe uko bize na shughuli, hujawaona. Nataka wakati wanakatiza wanaambia wewe unaenda wapi? Haleluya. Naambia wewe unaenda wapi? Kichumba changu cha kulala, toka nje kwa jina la Yesu. Wanashangaa unaendea Biblia, unasema ninaachilia moto. Mchawi aliyeingia huko ndani na mpiga kwa moto lao. Wanashangaa umejuaje? Nataka kuanzia leo uanze kujua. Haleluya. Uanze kuona. Wakati wamekaa kwenye vikao, wanapanga leo ile biashara ambayo amejenga, tunataka tuihamishe. Wakati wako kwenye kikao, wanashangaa ndo unakuja unaenda kanisani. Haleluya. Wanashangaa ulikuwa umepumzika, ka usingizi kanaisha, unachukua Biblia, unasema sasa nimeona kikao. Katika jina la Yesu, kikao chochote wanachojadili maisha yangu ninawapiga kwa jina la Yesu. Unashangaa radi zinawapiga, wanajiuliza imekuwaje, amejuaje? Nuru. Haleluya. Nuru. Na mimi nasema na iwe nuru kwenye maisha yako. Haleluya. Na iwe nuru kwenye macho yako, ukawaone watesi wako. Ukishawaona hawatarudi tena. Unamwambia wewe, nimeona. Umeenda kwa mganga, umepeleka kuku mweupe, na ulipeleka na mwingine leo, na asubuhi tena umetokako, nimekuona wewe. Ukirudia tena nitakuua. Atasema harudi tena. Haleluya. Anasema huyu ni kiumbe wa namna gani? Atarudi anakuambia wewe, naomba niokoke. Unamwambia ukirudia tena nitakuchoma mchana kweupe. Haleluya. Sema na iwe nuru kwenye maisha yangu, na iwe nuru kwenye kazi yangu, na iwe nuru kwenye ndoa yangu, na iwe nuru kwenye mipango yangu. Kila watakaopanga mabaya niwaone na niwakemee kwa kinywa changu. Haleluya. Bwana sifiwe. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Giza halikuishinda nuru. Hiyo namna ya kulishinda giza. Kwa nini kulishinda giza? Kwa sababu ukishaliondoa giza, manake ufalme wa giza hauwezi kufanya kazi. Haleluya. Yaani mchawi ukishamwondolea ile nguvu ya kujificha asionekane, ukishaiondoa mchawi hawezi kuanga. Kwa sababu hata mtoto mdogo atamwambia bibi, mwangalie mama huyu, mwangalie baba huyo, kila mmoja atamshangaa. Kwa hiyo ukishaiondoa ile nguvu, lile giza ambalo anajificha, ukishaliondoa hapa ni kazi. Hiyo kushinda ufalme wa giza. Ukishaondoa lile giza lisiwepo, umemshinda mwenye giza. Haleluya. Ndio maana Mungu alipoileta nuru hakuwa na haja na kushindana na ile giza tena ile kuwepo. Yeye aliendelea na majukumu yake. Haleluya. Kwa sababu alijua amemshinda mwenye giza. Kuna wakati unapambana na adui yako kwa sababu bado kuna giza, ila ukishaileta nuru, na kwambia atakuwa anaenda kufanya ibada, anarudi hana mguu, anarudi anachesemea. Haleluya. Amepigwa shoti, alipotaja jina lako tu akasikia shoti nampiga, akasikia radi nampiga. Kwa hiyo wakati wewe uko busy tu na kazi zako, wao wako wanapigwa. Mungu alikuwa anaendelea majukumu, lakini kulikuwa na giza, kulikuwa na mchana, yeye anaendelea na kazi.
hakuhangaika na giza, yeye alikuwa anaendelea na ile nuru aliyoitengeneza. Nataka kuanzia leo usianze kuhangaika na uchawi wao, wewe endelea na kazi yako. Haleluya, endelea na biashara yako. Tunataka nuru itawale. Nuru ikisha tawala, hakuna jambo tena linazuia. Maana nuru inapotawala, maarifa ya kimungu ndio anaanza kutenda kazi. Haleluya. Mungu akaanza sasa kugawa maji, anapeleka huku, nchi anaileta, anaachilia mimea inaota. Kuna vitu ukishalishinda giza likakaa pembeni, likatoka kwenye maisha yako, likatoka kwenye biashara, ndio unaona biashara naweza nikafanya na nyingine, naweza nikaongeza na hiki, ndio utaona mawazo. Haleluya. Na mimi nataka leo ukaone mawazo ya kufanya kwenye maisha yako, ukapate wazo jingine. Haleluya. Mungu akafika mahali, hebu na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Akamfanya Adamu, kwa sababu nuru ipo. Akamwona Adamu, akampitishia wanyama wote ili apate aone wa kumsaidia ni nani. Akawaita majina, lakini Mungu akaona kama hakuna anayeweza kumsaidia Adamu, lakini akasema au nifanye mtu tena kutoka kwenye ubavu wa Adamu. Ndio akafanya mwanamke. Haleluya. Kwa hiyo nuru inaleta utulivu na unapata ufumbuzi wa jambo la kwanza na la pili na la tatu na la nne. Na mimi nataka kila siku uwe unapiga hatua nyingine. Haleluya. Yani biashara yako mwaka huu na mwaka ujao uwe tofauti, uwe umebuni namna nyingine, uwe umefanya jambo jingine, uwe umeongeza tawi jingine. Haleluya. Ndio Mungu akawa anapiga hesabu, anamwangalia Adamu. Adamu akae na simba? Hapana. Akae na swara? Hapana. Akae, lakini Mungu anitengeneza mwanamke. Haleluya. Kuna jambo alikuwepo kwenye maisha yako, lakini nuru inapotawala leo utaanza kuliwaza. Na mimi nataka Mungu akuwazishe, iwe kwa ndoto, iwe kwa maono, iwe kwa namna yoyote, hilo wazo ulipate. Kama ni wazo la biashara ulipate, kama ni jibu lako ulipate, kwamba kuna kitu hiki cha kufanya, wewe fanya hiki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wakati nipo chuoni sikuwa na mkopo mwaka wa kwanza, na mzee wangu alikuwa anahangaika apate ada. Tumeambiwa ada kwa semester ya kwanza lazima ulipe 600,000. Haleluya. Wakati huo niko chuoni, sielewi naanzia wapi naishia wapi. Nimeenda mpaka bodi ya mikopo, sijapewa mkopo. Niko nahangaika, maisha magumu, kula kwa shida, hauna chochote unachofanya, uko chuoni unahangaika. Lakini kwa sababu nuru ilikuwa pamoja nami, siku moja naamka asubuhi nikaambiwa usile. Haleluya. Usile chakula, funga masaa 12. Nikasema sawa, nitafunga. Wakati ninafunga maombi hayo, kama saa 11 saa 12, nikaenda sehemu nikaanza kuomba ili nafika pale tu Mungu akaniambia wale unaowasumbua wamefunga njia zote ili usipate ada. Haleluya. Nikaambiwa sasa anza kuomba uwapige. Nikaingia kwenye maombi, nikaanza kuwapiga, nikaanza kuharibu. Nilivyosema amina, nikasema amen, nimemaliza ile, narudi bwenini. Nimefika tu bwenini, simu ya mzee wangu ikaita. Nimetoka kwenye maombi, baada ya dakika kadhaa nafika tu nilipokuwa nakaa pale, nafika simu ya mzee inaita. Anasema nimeshapata pesa. Haleluya. Kasema ada nimepata, nitumie akaunti nitume. Haleluya. Akatuma. Nuru inapotawala, kuna njia ambayo ulikuwa unaona ni ngumu, lakini Bwana anataka akufanyie njia. Pasipo na njia uone njia. Haleluya. Hata kama ukiamka asubuhi, kama utasikia sauti, Mungu anakuambia mwanangu, ninakuita, naomba siku ya leo usile. Kuna jambo nataka ukaliombee, usile. Haleluya. Usile. Wewe funga na kuomba, hautakufa, kwa sababu Mungu ndiye amesema. Akikwambia nenda kaombe, usianze kuuliza nitaombea nini. Wewe nenda kwanza sehemu ya kuomba. Roho wa Mungu amesha kusubiria pale, atakwambia cha kuomba. Mlango utafunguka kwa jina la Yesu. Haleluya. Mlango utafunguka. Nami nataka majibu yako yapate.
iwe kwa ndoto, utakapolala ukaota kuna jambo linafanyika, Mungu akakwambia amka uombe, amka, anza kuomba. Majibu yaanze kutembea. Na mimi nataka kuanzia leo majibu yaanze kutembea kwenye maisha yako. Mifereji yote inayochuruzisha majibu ambayo ilikuwa imezuiwa ifunguliwe kwa jina la Yesu. Majibu uanze kuyapata. Haleluya, uanze kuyapata. Kuna majibu yatakuja kwa ndoto, kuna majibu yatakuja kama kwa mawazo. Unawaza lakini ndio Mungu anakujibu. Kuna mawazo utakuwa unatembea ni kama unaona hivi kuna jambo unaenda kufanya, ndio Mungu anajibu. Haleluya. Kwa hiyo siku ya leo uwe tayari kuanza kupokea majibu yako, kuanza kupokea majibu yako. Kuna mawazo utaona kama umshirikishe mtu, ni Mungu anakwambia nenda kamshirikishe yule pale, nenda usiogope. Haleluya, nenda umwambie. Wazo la kibiashara litaanza kuzaliwa ndani, usiogope, anza. Mungu akikwambia anza biashara hii, wewe anza tu, ndani yake kuna Mungu amesubiria kuiinua. Haleluya, kuna kitu ambacho Mungu aanze kuachilia majibu kwako leo. Majibu yaanze kuchuruzika kwenye maisha yako. Haleluya. Ndio kuleta nuru. Lakini jambo la pili, kuwa nuru. Namna ya kulishinda giza. Jambo la kwanza, ilete nuru. Kuna mpango unataka kuanzisha, lakini unaona giza mbele yako, unaona giza kabisa. We ilete nuru, ilete nuru, ikae pale. Leta nuru hata kama giza unaliona, lakini jambo la kwanza nimekwambia, wewe leta nuru. Wewe tamka, ninaona giza. Unapiga magoti, unamwambia Mungu, Mungu ninataka kuanza biashara, Mungu nataka kuanza kazi yako, Mungu nataka kufanya huduma, lakini mbele yangu nikiangalia kuna giza, nyuma yangu kuna giza, lakini nasema katika jina lako Kristo, kama ulivyotamka na iwe nuru, ikawa nuru. Na mimi nasema na iwe nuru kwenye familia. Unamwambia Mungu na iwe nuru. Haleluya, na inakuwa nuru. Unaanza kuona mwanga. Hakuna wa kuileta nuru yako, ni kinywa chako. Haleluya, sema na iwe nuru, inakuwa. Sasa ikisha kuwa nuru, namna ya kutembea katika hiyo nuru, na wewe uwe nuru. Haleluya, hakisha unakuwa nuru, kwa sababu nuru imeshakaa, nuru imeshatanda sehemu ya biashara, nuru imeshatanda kwenye kazi, nuru imeshatanda kwenye maisha yako, imeshakuja. Sasa nawe chagua kuwa nuru. Haleluya, chagua kuwa nuru, kwa sababu Mungu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Chagua kuwa nuru, kwa sababu giza haliwezi kukaa ndani ya. Haleluya, yaani huwezi ukaliweka giza kwenye mwanga, yaani kukaa na kigiza kimekaa kwenye nuru hakiwezi kukaa. Haleluya. Nini maana ya kuwa nuru? Maanake tenda matendo ya Mungu. Haleluya. Unapokuwa ndani ya nuru ya Kristo, amua kuyaishi maisha ya Mungu. Maana ya kuwa nuru ni kuwa neno la Mungu, kuliishi neno la Mungu. Haleluya, ndiyo tafsiri ya kuwa nuru, kwa sababu Yesu ni nuru na Yesu ni neno. Kwa hiyo namna ya kuwa nuru, yani ile nuru ili ikae, uifaidi. Amina, kwa sababu umeshasema na iwe nuru, imekuwa nuru. Kwa hiyo unaweza ukafanya biashara, unaweza kufanya. Sasa ikisha kuwa nuru imezunguka maisha yako, na wewe uwe nuru ili ufanane na nuru. Haleluya. Yani kusiwe na nuru kwenye maisha yako alafu wewe ni giza, mtaanza kupishana, utajikuta unashindana na Mungu. Unataka kufungua biashara hapo, Mungu anakuambia hapana, Asha, maana wewe naona bado kuna giza. Tumeelewana? Sasa hiyo ni vita ya kwako na Mungu. Unakuta wewe unaanza kugombana na Mungu. Sasa Mungu nataka nikutumikie, lakini Mungu anakuambia acha, bado wewe hujawa mtii, wewe bado hujakaa vizuri. Lakini wewe sasa shida inabaki kwako. Chagua kuwa neno la Mungu, kuliishi neno la Mungu, kwa sababu Yesu, kwa nini tunasema Yesu alikuwa nuru, lakini na ndani alikuwa na uzima. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa nuru, maanake ndani unakuwa na uzima, ule uzima unakuwa nuru ya watu. Kwa hiyo watu nje hawatauona uzima, watu wataiona nuru.
sababu Yesu alikuwa na uzima ndani, lakini kwa watu ilikuwa nuru. Tunaelewana? Ilikuwa nuru. Sasa unapolibeba neno la Mungu ndani yako, watu wataiona biashara yako. Tunaelewana? Unapolibeba neno la Mungu ndani yako, watu watakuona wewe. Ulikuwa uonekani, watu walikuwa wanaona umeharibika. Kama ni binti au ni mtu unataka labda uje uolewe, unakuta mtu kumwambia mtu, unakuta ni mzee, yaani yeye anajiona ni binti lakini ni ukazee. Tunaelewana? Ni mzee. Kwa mtu akitaka kumwangalia mzee, lakini neno linapokuwa ndani yako, maana yake anayekuona anakuona wewe halisi, ambaye ni sura na mfano wa Mungu. Haleluya. Sababu unaweza ukafungua biashara, mtu akipita anaona biashara imefungwa, anaona mpaka takataka ziko mlangoni. Wewe unaona umesubiri wateja waje, wateja hawaji. Lakini mteja akifika anaona kabisa biashara ilishafungwa, anaona na takataka. Hapo unajiuliza, wateja hawanioni. Ili waione hiyo biashara, tunza neno ndani yako. Haleluya. Lile neno litafanya kila kitu chako kiwe nuru. Biashara itakuwa nuru, familia itakuwa nuru, huduma itakuwa nuru kwa wengine. Haleluya. Kwa hiyo kuanzia leo, anza kuweka uzima ndani yako, na uzima ni neno la Mungu. Sema, hilo neno nililowaambia ndilo uzima. Haleluya. Anza kutembea nuruni. Maana yake neno la Mungu ndani yako litakubadilisha wewe. Unavyowaza uwaze kama nuru, unavyoishi uishi kama nuru. Sababu kuna mtu nuru inaachiliwa kwenye maisha yake, lakini matendo anayoyatenda sio ya nuruni, ni ya gizani. Maana yake hapa hautakuwa vita na shetani, utakuwa na vita na Mungu. Tunaelewana? Yaani Mungu atasubirisha mipango yako mpaka uendane naye. Nataka mtu ambaye ndani yake yuko tayari kuendana na Mungu. Haleluya. Maanake yuko tayari kuliishi neno la Mungu, kulitenda neno la Mungu, kulitii neno la Mungu, yuko tayari. Haleluya. Jamani, fanya haraka kukaa kwenye neno. Amina. Yatende mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kama umenielewa sema amina. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuanzia leo maisha yako yanabadilika, kutakuwa na nuru. Na kuanzia leo amua maisha yako, ndani yako ubebe neno. Manake usitende matendo ya gizani tena. Haleluya. Niombe tusimame tumshukuru Mungu. Haleluya. Nataka Mungu abadilishe maisha yako, lakini ni kwa ukili wa kinywa chako. Bwana Yesu, nasema asante kwa ajili ya neno lako ambalo kila mmoja amepata kusikia. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa rehema zako. Lakini tazama, kuna mipango ambayo mtoto wako anatamani kuifanya, anatamani kuitimiza katika ulimwengu huu, katika dunia hii ambayo Mungu wa dunia hii amemiliki fahari yake. Lakini yuko mtoto wako, tuko watoto wako, tunahitaji kutimiza mapenzi yako. Ninaomba Bwana, katikati ya watoto wako, kila mmoja ule mpango wake, lile kusudi lake likatimie. Kila mmoja sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninaomba kwa jina lako Yesu, ninaomba kwa jina lako Yesu, siku hii ya leo, tarehe hii ya leo, na iwe nuru kwenye kila kitu cha maisha yangu, na iwe nuru kwenye nyumba yangu, na iwe nuru juu ya afya yangu, na iwe nuru kwa watoto wangu, na iwe nuru kwenye biashara, na iwe nuru kwenye huduma, na iwe nuru kwenye uzao, kila kitu na iwe nuru, na iwe nuru katika maisha yangu yote, na iwe nuru kwa jina la Yesu. Anza kuashiria nuru kwenye maisha yako.
anza kuachilia nuru. Sema na iwe nuru kila mahali kwenye maisha yako. Achilia nuru, achilia nuru tu. Hakuna mchawi atachezea tena mahali ambapo umeachilia nuru. Inawezekana tu ulikuwa unakemea nuru, ulikuwa unakemea giza, ulikuwa unakemea, lakini leo achilia nuru, achilia nuru. Hilo giza halitakuweza tena. Achilia nuru kwenye maisha yako, huku moyo wako ukiambatanisha neno la Mungu. Achilia nuru kila moja, achilia nuru kwenye nyumba yako, achilia nuru kwenye nyumba yako, achilia nuru. Hawataweza tena kuangia hapo, hawataweza tena kufanya ibada hapo. Achilia nuru kwa jina la Yesu. Wewe achilia nuru tu. Kila mchawi atakayeingia atashangaa ndio muda umeamka na huko unaomba. Kila namna, kila watakapopanga vikao ili kuharibu maisha yako, watashangaa ndio ulikuwa unasoma neno na Roho wa Mungu anakuambia anza kuomba. Kila watakapopanga kwamba ni saa ya kuja kwenye nyumba yako kuharibu, ni saa ya kuharibu mwanao, watashangaa ndio siku Mungu ameshakwambia funga na kuomba. Wewe achilia nuru. Nuru inaruhusu Roho Mtakatifu atende kazi, maana utenda kazi nuruni. Achilia nuru, maana hata Roho ya Mungu haikuanza kazi kabla ya nuru. Achilia nuru kwenye maisha yako. Unaweza kuwa Roho Mtakatifu yumo ndani yako, lakini anashindwa kuachilia uzima ndani yako kwa sababu bado kuna giza, bado kuna giza. Anashindwa kuachilia uzima ndani yako kwa sababu kwenye familia kuna giza. Achilia nuru ili utendaji wa Roho Mtakatifu yako, mafunuo ya Roho Mtakatifu juu ya biashara yako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako. Achilia nuru ili yao mafunuo yapate. Ni lazima kuwe na nuru, ni lazima kuwe na nuru. Achilia nuru, achilia nuru, achilia nuru, achilia nuru. Kila moja achilia nuru, kila moja achilia nuru kwenye maisha yako. Achilia nuru kwenye biashara. Kuna aina ya mawazo Mungu wakati ameshayachilia nuru, alipata wazo la kumleta Eva ili awe msaidizi wa Adamu. Hata wewe kuna biashara ambayo, kuna mpango ambao, na kuna mtu ambaye kama ukifunuliwa atakuwa msaada kwako. Kuna mambo atakusaidia, lakini kuna hali ambayo inazuia, kuna giza linazuia. Achilia nuru. Nuru inapotawala unakutanishwa na wazo sahihi, unawaza mawazo sahihi, unakutanishwa na watu sahihi. Kila moja achilia nuru, kila moja achilia nuru. Achilia nuru, achilia nuru, achilia nuru kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye huduma. Nuru iachilie. Roho wa Mungu anatenda kazi baada ya nuru kuachiliwa kwenye maisha yako. Roho ya Mungu ikaanza kufanya kazi baada ya nuru kuachiliwa. Mungu aliumba nuru kwanza, ndio roho yake ikaanza kutenda kazi. Umba nuru kwanza ili Roho Mtakatifu aanze kukufundisha. Kuna vitu Roho Mtakatifu ameviweka akiba, kila kihitaji kukufundisha. Bado hakuna nuru kwenye ufahamu wako. Achilia nuru kwenye ufahamu wako. Kila mmoja achilia nuru. Weka mkono kichwani, sema Bwana, naomba nuru kwenye ufahamu wangu Bwana, kwenye ufahamu wangu Bwana. Maana Mungu wa dunia hii huwa anapofusha fahamu. Achilia nuru. Kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu huwa anahitaji akusemeshe, lakini ufahamu wako una giza. Kila mmoja mwambie Bwana, ninaachilia nuru kwenye ufahamu wangu, ninaachilia nuru kwenye ufahamu wangu. Nataka niyapate maarifa ya Mungu, nataka nipate hazina ya Mungu, nataka nijue ufalme wa Mungu. Kuna vitu nataka Mungu anifunulie. Kila mmoja achilia nuru kwenye ufahamu wako, achilia nuru kwenye akili yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna aina ya mawazo ya utajiri ambayo Bwana kila kitaka kuyaachilia. Roho wa Mungu kila kitaka kufunulia. Anaona giza kwenye akili yako, anaona giza kwenye ufahamu wako. Achilia nuru kwenye akili yako, achilia nuru kwenye ufahamu wako. Kuna aina ya ubunifu ambao umo ndani yako, lakini Roho Mtakatifu akitaka kuunganisha na akili yako ili uanze kuishi, ili uanze kufanya hilo wazo, anashangaa kuna giza. Kila mmoja achilia nuru kwenye ufahamu wako, achilia nuru kwenye ufahamu wako. Hata kwa watoto wako waombee. Achilia nuru, achilia nuru kwenye ufahamu zao, achilia nuru kwenye akili zao.
Achilia nuru kwenye fahamu zako, ili kuanzia sasa uanze kupata mawazo ya kimungu. Roho Mtakatifu aanze kukusemesha. Kuna aina ya mazingira ambayo Roho wa Mungu huwa anataka kuambie kwamba amka uombe, lakini ufahamu wako anakuta unagiza, hauwezi kumwelewa, na hata akikusemesha unapata mkanganyiko, unashindwa kuelewa. Hiyo ni ishara ya giza kwenye ufahamu. Umba nuru kwenye giza, umba nuru kwenye ufahamu wako. Sema na iwe nuru kwenye ufahamu wangu. Achilia nuru kwenye ufahamu wako leo. Kuanzia sasa Roho Mtakatifu aanze kutenda kazi na ufahamu wako. Mungu aanze kufanya kazi na ufahamu wako. Kuna maisha ambayo Mungu anataka kuonesha, kuna ndoto ambazo Mungu anataka kukuotesha, lakini anakuta ufahamu wako una giza, anakuta akilini mwako kuna giza. Mwambie Bwana, kuanzia leo ninataka unifundishe, ninataka unifunulie hata kwa ndoto. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka kuonesha kwa njia ya maono, lakini ufahamu wako anakuta kuna giza, na kila akitaka kukuonesha anaona hauwezi kumwelewa. Mwambie Mungu, naomba ufahamu wangu utiwe nuru kwa jina la Yesu, utiwe nuru kwa jina la Yesu, utiwe nuru kwa jina la Yesu. Achilia, 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 achilia. Yeye alisema nitawapa akili njema katika mambo yote. Mwambie Bwana, nataka nifanye kazi katika ubora mwingine. Ninapolisoma neno nataka nilielewe, unaponisemesha nataka nielewe. Kuna watu ambao Mungu anahitaji kuwasemesha kwa ajili ya familia, anahitaji kuwasemesha kwa ajili ya ukoo, anahitaji kuwasemesha kwa ajili ya nyumba yako, anahitaji kusemesha kwa ajili ya taifa, lakini ufahamu wako ulikuwa umetiwa giza. Mwambie Bwana, achilia nuru kwenye ufahamu wangu. Kuna mambo Mungu anataka kusemesha kwa ajili ya mapito unayoyapitia, kwa ajili ya matatizo ya wazazi wako, kwa ajili ya matatizo ya ndugu zako. Kuna mambo Mungu anataka kusemesha. Achilia nuru sasa, maana kila saa anahitaji kukusemesha. Alikuwa anaona ufahamu wako umetiwa giza. Achilia nuru sasa ndani yako. Mungu aanze kukusemesha kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kesho yako. Mungu aanze kukusemesha. Hata Yusufu aliota ndoto, ile ndoto ilikaa ndani yake na ikaja kutimia. Nataka kuanzia leo Mungu akuoteshe ndoto. Kuna ndoto ambayo Mungu anataka kuotesha. Kila alipohitaji kukuotesha, maana alikuwa anaona unakata tamaa, alihitaji kukuotesha ndoto ya vile utakavyokuwa kesho. Lakini kila akihitaji kukuotesha ndoto, anaona ufahamu wako umetiwa giza. Mwambie Bwana, sasa tamka na iwe nuru kwenye ufahamu wangu. Kuna ndoto utaiota, ni ndoto ya chuma yako, ni ndoto juu ya biashara yako, ni ndoto juu ya mpango wako, ni ndoto juu ya kesho yako, ni ndoto ambayo ni lazima itimie. Hakuna uchawi utazuia, wala mke wa Potifa hawezi kuzuia, wala gereza haliwezi kuzuia. Maana ndoto aliyoiota Yusufu hakuna aliyeweza kuzuia, ndugu zake hawakuweza kuzuia. Mungu anataka hiyo aifanye ndoto ndani yako, anataka kuotesha ndoto, akusemeshe kwa habari ya maisha yako ambayo hayatazuirika. Mungu anapokusemesha hakuna la kukuvunja moyo. Ingekuwa ni rahisi Yusufu kuvunjika moyo kama asingeiona ndoto, kama asingeota ndoto. Ndoto ilimpikia kwa sababu ufahamu wake ulikuwa na nuru. Kama ufahamu wake ungekuwa na giza, huenda angekata tamaa, huenda angevunjika moyo, huenda angepia gerezani, huenda angevunjika moyo, huenda singeweza hata kutafsiri ndoto ya ule mkuu wa wanyoshaji, kwa sababu alitafsiri kwa kuwa ndani yake nuru ilikuwepo kwa kiwango ambacho Mungu alikuwa anamsemesha. Alikuwa anaisemesha akili yake kutafsiri ndoto. Kuna mambo Mungu anataka aje kusemesha, kutafsiri mazingira unayoyapitia, kutafsiri mazingira ya watoto wako. Inawezekana kuna watoto unawachukia kwa sababu ya tafsiri mbovu ulio nayo. Kuna tafsiri ulio nayo mbaya. Inawezekana kuna maisha unapitia unavunjika moyo kwa sababu
sababu ya tafsiri mbaya ulionayo, lakini iko tafsiri ya Mungu ambayo imekuwa ikingoja kila ikitaka kuingia kwenye ufahamu wako, kila ikitaka kupenya kwenye akili yako. Mungu anakuta kuna giza limetanda. Tamka iwe nuru kwenye ufahamu wako. Mungu anataka kuonesha tafsiri ya kila mazingira unayoyapitia. Hautakuwa kama kipofu tena, hautaenda kwa kupapaza tena. Mungu anataka kusemesha kesho yako. Mungu anataka kusemesha kesho yako ya kwamba wewe, jua, mwezi na nyota vitakuinamia, vitaanguka mbele yako. Hao watesi unaowaona leo, hao ni wa muda tu, wala usivunjike moyo. Mungu anataka kusemesha juu ya ndoto yako, juu ya maisha yako. Ombea sana ufahamu wako, ombea sana ufahamu wako. Mwambie Bwana, iwe nuru ndani yangu. Achilia nuru kwenye ufahamu wangu, achilia nuru kwenye ufahamu wangu. Huenda nuru ikaachiliwa kwenye biashara, lakini kama haijaachiliwa kwenye ufahamu wako, bado mawazo yako utaweza kushindwa, bado matendo yako utatenda kama ya gizani. Mwambie Bwana, achilia nuru kwenye ufahamu wangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na kuanzia sasa, anza kuweka muda wa akiba kwa ajili ya kulisoma neno, maana Daudi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Kila mmoja sasa, kuanzia sasa, ombea moyo wako. Mwambie Bwana, ninaomba moyo wangu uwe na nguvu ya kulitunza neno, nisiwe kama yule ambaye neno mbegu zilianguka kando ya njia, nisiwe sawa na yule ambaye mbegu zilianguka kwenye miiba juu ya mwamba. Ninataka moyo wangu uwe udongo mzuri. Ombea moyo wako sasa, ombea moyo wako sasa, ombea moyo wako sasa. Uwe na nguvu ya kuhifadhi neno, uwe na nguvu ya kuhifadhi neno, maana neno litakuwa nuru ndani yako, maana neno litakuwa uzima ndani yako. Katika jina la Yesu, ombea moyo wako, ombea moyo wako katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, moyo wangu ninaomba, moyo wangu Bwana utiwe nuru, uwe na nguvu ya kuhifadhi maneno yako, uwe na nguvu ya kutunza maneno yako. Sihitaji yule mwovu aje kuiba neno lako ndani yangu. Sihitaji shughuli na udanganyifu wa dunia hii uniondoshe katika neno lako. Sihitaji Bwana mambo ya dunia, shida za dunia ziathiri neno lako. Sihitaji Bwana kuwa kama yule ambaye mbegu zilipandwa juu ya mwamba, ambaye ulipokea neno kwa furaha, lakini ujia ikitokea dhiki hata kidogo, naye uchukizwa na hilo neno. Hapana Bwana, ninaomba moyo wangu uwe ni udongo mzuri, ambao mbegu moja neno lako litazaa 100, 160, 130. Ninaomba Yesu, ninaomba Yesu, moyo wangu uweze kutubu, uweze kuokoka, uweze kuinuka, uweze kusimama, uweze kuishi maneno yako tangu sasa, kwa jina lako Bwana. Ninaomba msaada wako Roho Mtakatifu. Ninaomba moyo wangu uwe moyo wa nyama, usiwe moyo wa jiwe, uwe moyo wa nyama, moyo uliopondeka, unaotetemeka usikiapo neno lako, moyo wenye utii, moyo mnyenyekevu. Ninaomba Yesu nisaidie. Sihitaji kuwa na moyo kama wa Sauli, kama mfalme Sauli aliyekataa kuyatunza, ambaye alisikia mashauri yako Mungu akafanya kinyume. Ninahitaji kuwa na moyo ambao haugeuki. Ninaomba Bwana unisaidie, ninaomba Bwana uniponye, na tangu sasa ninaomba ukanisaidie Yesu. Nuru yako iangaze kwenye maisha yangu yote, kwenye afya yangu tangu sasa, katika jina la Yesu, amen. Mshangilie Yesu kwa ishara ya kwamba nuru imetawala juu ya afya yako, juu ya nyumba yako, juu ya biashara, kwenye ufahamu wako, kwenye watoto wako, kwenye kazi yako, kila mahali nuru ya Mungu, nuru ya Kristo imetawala kwa jina la Yesu, amen. Shangilie Bwana Yesu, piga makofi mengi na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya.